asifiwe. Asante kwa heshima ulionipa. Natambua uwepo wa kila mmoja hapa. Sitaki kwenda kwenye itifaki kwa sababu itifaki ni ndefu. Kama ambavyo nimetambulishwa, maneno yangu ni machache sana. Nyakati tulizo nazo ni ngumu sana. Na kama nyakati tulizo nazo ni ngumu, basi sehemu salama ni kwa Mwenyezi Mungu. Lakini samani bosi wangu uliyekuwa mgombea wetu wa urais 2025, lazima nikutambue kwa upekee wako. Mheshimiwa alifika kwenye jimbo hili, ndio maana leo alipopata taarifa ya kuhusu Faraja imemlazimia afike. Nchi imekuwa ngumu, dunia imekuwa ngumu, ulimwengu umekuwa mgumu, maumivu ni makali sana. Ukimwangalia Faraja ni binti aliyekuwa na ndoto kubwa sana, lakini alikuwa mpambanaji. Lakini kwa msiojua, mimi kufika hapa leo, Faraja ana mchango wake, kwa sababu tulikubaliana. Mimi kwa asili ni wa Wanging'ombe, kasema mwenzangu baki Wanging'ombe, mimi niende Njombe mjini. Kwa hiyo mimi nilikuwa mgombea Njombe mjini, sitaki kwenda sana huko. Lakini hoja yangu ya msingi ni kwamba nilichojifunza kupitia kifo cha Faraja, tunatakiwa kupambana mpaka tuone la mwisho, lakini tunatakiwa kumwamini Mungu mpaka tuone la mwisho. Lazima tuziishi ndoto zetu, lazima tuishi kusudi la Mungu. Faraja ametoka katika umri mdogo, lakini Faraja ni mtu aliyegusa maisha ya watu wengi sana kwa namna moja au nyingine. Lakini Faraja amekuwa tegemezi la watu wengi sana. Jioni nimefika pale, nilipoona wale watoto walikuwa wadogo, nikamwambia Mungu, kwa nini umeruhusu haya? Usingemwangalia Faraja, ungeangalia hawa watoto walikuwa wadogo, watoto wa Faraja. Lakini nikasema yote kwa yote, Mungu atabaki kuwa Mungu. Mungu atabaki kuwa Mungu. Na kibaya zaidi, wachungaji wetu, msitukatie tamaa. Sisi kama wanasiasa tunapopambana huko, tukikumbuka kuna watu wanatuombea, tunapata moyo, bila hatuwezi tu kuambia. Yaani sisi ni wapiga kelele tu, lakini mnaotufanya tuendelee kupiga kelele ni nyinyi. Kuna muda tunajisahau, lakini tukiingia mahali kama hapa, ndio unajua kwamba huenda tuko kwenye hizi nafasi kwa sababu kuna watu wanapiga magoti kila siku, wanatuombea. Kwa hiyo mimi katika watu ambao nawaheshimu sana kwenye maisha yangu ni watu wanaoshughulika na mambo ya kiroho na mambo ya kimungu. Sasa hivi mimi katika maisha yangu nimegundua kwamba rafiki, ndugu, sijui wazazi hawawezi kukizi mahitaji yako. Anayeweza kukizi mahitaji yako ni Mwenyezi Mungu. Maisha yamekuwa ya kusalitiana sana, ya kuhukumiana sana. Nani msafi hapa asimame? Nani msafi? Faraja amelala, ndio. Wewe ni msafi? Tuache kunyoshana vidole. Shetani yuko kazini, tumkatae shetani kwa gharama zote. Mwangalie mama yangu pale na kuonea huruma sana, kwa sababu mamake Faraja ni mzee. Tulitamani Faraja ndo aje amzike mamake kwa heshima kubwa, lakini mambo ni mengi, shetani ana nguvu zake. Mama leo anamzika Faraja, mama mzazi wa Faraja anamzika Faraja, na siku atakao kufa mama Faraja angekuepo, nyinyi wote mngekuja. Lakini kwa sababu Faraja ameondoka, siku atakao kufa huyu mama, sidhani kama kuna watu wengine watakuja hapa. Tunatamani sisi kama watoto tuwaenzi wazazi wetu, lakini imegeuka ni kinyume chake. Kuna muda mimi huwa nafikiria, hivi kwa nini watu wazuri wanaondoka? Kuna siku nikapata majibu kwamba watu wazuri wanaondoka mapema kwa sababu Mungu naye watu wabaya hawataki. Hataki mizigo kule mbinguni, hataki kusumbuliwa, ana kazi nyingi. Kwa
Kwa hiyo mtu ya hovyo, michawi, mishirikina inabaki, mijambazi, mijizi inabaki, watu wazuri wanaondoka. Nikagundua Mungu naye hataki michosho huko mbinguni. Basi nisiwachoshe sana. Mama pole, baba pole. Tutaendelea kuwaenzi, lakini tutaendelea kuwasiliana kupitia watoto wadogo ambao wameacha faraja. Jana nilikuwa nawaambia watu pale, licha ya upambanaji wa faraja aliyokuwa nao, watoto wake wote aliwapeleka private school zenye gharama kubwa. Unaona ni namna gani faraja alikuwa na ndoto na watoto wake. Kwa hiyo kwa namna moja au mbili, wote tuliopo hapa tutafakari tutamwenzi vipi faraja kupitia watoto. Hawa watoto wageuke ni faraja kwetu, ili wasije kujutia kifo cha mama yao. Tunaweza tukawafanya hawa watoto wakamsahau mama yao hata kwa 20% kulingana na matendo yetu tutakayowatendea hawa. Tumekuwa na tabia ya kuekti tunawapenda watoto wa wenzetu wazazi wao wakiwa hai, lakini wakishakufa tunawapotezea sana na kuwaona kama hawana issue. Kumbe tulikuwa tunawapenda kwa ajili ya kutaka sifa kwa wazazi wao. Wakishaondoka kila mtu anaekti yuko busy. Hatufuatilii hata hivyo wale watoto waliendaga wapi. Tusiwe sehemu ya kuua ndoto za watoto wa faraja. Na bahati nzuri wana akili sana. Mimi nimefuatilia tangu jana, nimekaa nao, nimezungumza nao. Mmoja ameongoza mtihani wa moko juzi. Mama yake siku ya 3 yake anafariki. Kwa hiyo kitafakari sana. Unaweza kuwaza mambo mengi, lakini bado tunarudi kule kule. Mungu atabaki kuwa Mungu. Asanteni sana.